sababu ya kukuweka uwe hivyo. Kwa hiyo wewe usijidharau ama usijione kwamba una mzigo mzito kwa jinsi ulivyo. Hapana, hapana, hapana. Nafikiri ukikaa pamoja na mimi kwa vipengele viwili vinavyofuatia utanielewa zaidi ninazungumza nini. Lakini kila uzuri una sababu yake, na kila muonekano uliopo leo una sababu yake. Nimekuambia muonekano wa kwanza ni muonekano wa kawaida, ambao huo Mungu aliona ni vema wewe kuwa jinsi ulivyo. Ninaposema mtu wa Mungu ni kwa sababu shetani kama shetani hajamuumba mtu, yeye naye pia aliumbwa na Mungu. Pointi ya kwanza nimekatia hapo. Pointi ya pili, uzuri wa kipepo. Hapa ndipo uliopo mziki. Uzuri wa kipepo ni uzuri gani? Ama urembo wa kipepo ni urembo gani? Hizi ni roho za kishetani zinazoweka makao katika mwanadamu ambaye aliumbwa na uasili wa Mungu ndani yake, akawa ni mzuri kwa namna ya Mungu. Lakini hao pepo wakiweka makao ndani yake, wanamfanya mwanadamu yule ajione kuwa ni mzuri, lakini awe si wa kawaida. Mwanadamu wa kawaida ni mwanadamu sawasawa na umbwaji. Kila mwanadamu aliumbwa ni wa kawaida. Sasa unapokuwa unajiona jinsi ulivyo ni wa tofauti na wengine, kuna tatizo sehemu fulani. Kwa hiyo muonekano wa kipepo ni muonekano ambao shetani anajiweka ndani ya watu baadhi, ili wajione ya kwamba wao ni wazuri kuliko wengine, wajione kwamba wao ndio mabinti wa rembo, ndio vijana handsome, alafu badala yake ilete matokeo mabaya. Na uzuri wowote ambao unajiona kwamba wewe ni mzuri unaofuatiwa na dhambi nyuma yake, ujue kuna shida mahali fulani. Na nataka mtu wa Mungu uweze kunielewa sana. Kuna malaika za shetani waliopo kazini 24/7, wanatafuta mbinu ya kufanya kazi na wanadamu. Na kuna tatizo moja linalokumba ulimwengu leo, na tatizo lenyewe ni muonekano mzuri ambao wengine wanasema kwamba wao ndo walikuwa wa kwanza kuumbwa, yani walikuta bado Mungu anaumba. Muonekano huo unakuwa una ushawishi mkubwa wa zinaa. Nataka nikueleze, uzuri wowote ambao nyuma yake unatokana na dhambi, ujue kuna shetani anayeongoza mahali hapo. Na nataka unielewe, ufiki mahali ushangae. Kuna watu ambao waliumbwa ni wa kawaida sana, lakini baada tu ya kitu kinachosemekana uzuri ama yeye ni mzuri kilipoanza kutokea akilini mwake, mtu huyo anakuwa na tabia nyingi chafu. Kuna mapepo ama majini mahaba ambao wanakuwa wanamwagiwa katika watu, na hakunaga jini mahaba mbaya, wote ni wazuri. Wanawake kwa wanaume wote ni wazuri. Na ndiyo sababu nataka ufike mahali uwe unajielewa wakati fulani. Ndiyo dada yangu, umesimama kwenye kioo, umejiona aisee, mimi nimependeza sana, si kidogo. Ila ninaomba ujiulize swali, ukitoka nje na uzuri huo, nini kinachotokea? Naomba ujikute kwenye maandiko haya. Kwa uzuri wowote unaosababishwa na shetani, Mwanzo sura yake ya 6 mstari wa 1 hadi 2, Biblia inasema kwamba
Ikawa wanadamu walipozidi usoni pa nchi, na wana wa kike wakazaliwa kwao, wana wa Mungu walipoona hao binti za wanadamu walikuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wa wote waliochagua. Alafu pia ni kusomea Waamuzi 14 mstari wa 3. Waamuzi sura ya 4 na mstari wake ni wa 3. Biblia inasema kwamba baba yake na mama yake wakamwambia, "Je, hapana wanawake katika ndugu zako?" Samsoni akasema, "Nipashieni huyo, kwa maana ananipendeza sana." Hii ni habari ya Samsoni, pamoja pia na watu ambao waliitwa wana wa Mungu, yani watu ambao waliweza kumjua Mungu, watu ambao walikuwa na Mungu. Basi kwamba baada ya wana kuzaliwa kwao wa kike, walipowaona kwamba ni wazuri sana, wakashawishika na wakaanza kuzini nao. Ikawa ni sababu ya anguko la mwanadamu. Ninataka nikueleze, Samsoni baada ya kwenda kutembea Timna, alikwenda akamwona binti moja wa Wafilisti, ambao binti huyo aliitwa Delila. Baada ya kumwona, alimuona binti yule, alimvutia sana si kidogo. Ikawa Samsoni akasema, basi kama binti huyu amenipendeza kwa namna hii, basi ngoja mimi nikaende nikazungumze na wazazi, yamkini itawezekana waniruhusu nije nikamchukue huyo. Alipokwenda kwa wazazi walijaribu kumzuia, wakamwambia, wewe hadi uende ukaoe Timna, kwani hapa kwenye ndugu zako wamekosa mabinti wa kuoa? Lakini kwa sababu ndani ya Delila mulikuwa na muonekano wa tofauti ambao Samsoni alishindwa kuuelewa, ikawa ni sababu ya yeye kuweka mikazo zaidi. Ila kwa upande wa pili, ilikuwa ni njia ya Mungu kuleta ukombozi wa wana wa Israeli kwa Wafilisti wakati ule. Nataka nikwambie ndugu yangu, kuna mahali unaweza ukajiona kwamba wewe ni mzuri sana, una shepu nzuri, una machafu mazuri, una macho mazuri, lakini ukawa ni chombo cha kutumikishwa na shetani kwa ajili ya dhambi kadhaa. Na nataka nikwambie, uzuri wowote ambao unafuatana na mambo haya nitakayoyataja hapa, ujue nyuma yake kuna shetani. Andika: 1, kiburi, dharau, kujivuna, kujiona kuwa wewe ni bora kuliko wengine. Basi kuna mabinti ambao wanafanyaga, wanasimama ndani ya watu hivi, anakutangalia kweli hapa kanisani hawa wote nimewafunika hawa. Lakini okay, si vibaya kufunika, maana hata Esther naye alifunika watu. Lakini je, baada ya hapo anatenda nini? Na huu ni uzuri ambao unawekwa hadi ndani ya watumishi wa Mungu. Baadhi wakati fulani binti fulani akawa ananishuhudia, akaniambia, mtumishi, mimi ninashangaa sana, inakuwa tu nikimaliza tu kufanya huduma, wakaka wananiandikia message kwamba wananipenda. Na nikauliza, upendo gani mtu wa Mungu? Eti wanataka wawe na mimi. Kaambia, wewe hujakaa mahali fulani vizuri. Nikagundua jambo moja ndani ya mtu yule, nikasema hapana. Kuna pepo fulani ambayo inamfanya akaonekane mzuri ili akapendwage na watu. Na ukiwa mtu yeyote ambaye unafika mahali ukitembea tu wewe, kinachotokea
ni kuwa na wachumba wengi, kuwa na mabinti wengi, kuwa na wavulana wengi. Ujue kuna shida mahali fulani. Lakini unakuwa si mtu wa kawaida, kwa sababu kuna kitu cha ziada kilichoongezeka ndani yako. Kumbuka kuna watu wa aina mbili tu ambao si wa kawaida hapa. Ndio, kuna watu wa kawaida ambao ni wale ambao nilikwambia Mungu akaona kwamba ni vema wote ni wema, au ni watu ambao wanabaki kwenye level ya kawaida. Lakini kuna watu ambao wakishakuwa wametawaliwa na shetani ama Mungu, au watu tena si wa kawaida katika dunia hii. Na ndio engo mbili ambazo dunia bado inabaki inasumbuliwa. Kwa watu ambao si wa kawaida, mtu yeyote akiwa tayari ana shetani ndani yake, huyo mtu si wa kawaida. Mtu yeyote akiwa tayari ana Mungu ndani yake, huyo mtu si wa kawaida. Sasa hapa bado nipo kwenye engo ya watu ambao wanatawaliwa na shetani, ambao si wa kawaida kabisa. Hivyo basi nataka nikueleze wewe, kajichunguze tu, especially kwa sisi vijana. Tunapoitwa ni watumishi, tunapoitwa ni waimbaji, tunapoitwa ni wainjilisti, ama tukiwepo kwenye huduma yoyote, anachofanya shetani ni kuweka muonekano wa kupendwa na watu. Na hii inakuwa ni sababu ya wengi wetu kuwa na huduma na huku tunakuwa watenda dhambi. Kwa nini? Kwa sababu kuna muonekano ambao shetani anatia ndani yetu, either wa kupendwa na watu ama wa sisi kupenda watu wengine na kukubalika kiurahisi. Inakuwa ni sababu ya watu kutusifia sisi, tufanye vibaya, tufanye vizuri. Kuna sifa zinazokuja, lakini lengo ni kutuvutia sisi. Samsoni anamwambia baba yake na mama yake kwamba yule binti ananipendeza mimi. Kwa hiyo nataka nikueleze uwe makini sana kwenye maisha haya, kwa kuwa utafika mahali utakuja utabandikwa picha fulani, sura fulani, utawavutia watu ndio, alafu watakuja kwako, unajikuta unakuwa ni mtumishi mtenda dhambi. Kwa nini? Kwa sababu kuna muonekano ambao si wa kawaida umeingia ndani yako, lakini unakusukuma kutenda mabaya. Shetani haonekani kwa macho, Mungu haonekani kwa macho, ila wanaingia ndani ya binadamu. Ukimsomaga Matendo ya Mitume 16:16 hadi 18, utakuta kuna mtu aliyekuwa na pepo aliyemsifu Paulo. Lakini baada ya Paulo kusifiwa na mtu yule, Paulo aliweza kukemea. Jiulize kwa nini Paulo alikemea? Kwa sababu hakutaka sifa kutoka kwa muovu. Kitu ambacho nataka nikwambie mtumishi yoyote, unapokuwa unasifiwa na mtu ambaye hayupo vizuri na Mungu, kumbuka ni tanzi ambayo unategewa ili uanguke. Shetani hawezi kukuangusha kama hajakusifia. Atakusifu sana, baada ya hiyo sifa upande mabega. Ngoja kwanza nikakusomea kitabu hiki, alafu Matendo ya Mitume 16 mahali fulani hapa. Biblia inasema, Matendo ya Mitume 16:16 hadi 18. Biblia inasema kwamba ikawa tulipokuwa tukienda mahali pa kusali, kijana mmoja aliyekuwa na pepo ya uaguzi akatukuta, aliyepatia bwana zake faida nyingi kwa kuugua. Akamfuata Paulo na sisi, akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiria njia ya wokovu. Akafanya hayo siku nyingi. Lakini Paulo akasikitika, akageuka, akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, ondoke mtu huyu. Akamtoka saa ile ile. Haya ni matukio ambao tunafaa to pay attention sana kwayo. Kwa nini? Angalia sifa tunazosifiwa leo na matokeo yanayotokea leo. Njoo uangalie watumishi wengi ambao wanaopeana ujauzito. Mara nyingi sana wanapeana ujauzito kwa watu wanaowasifia. Mtumishi hongera sana kwa huduma. Mtumishi naipenda sana huduma yako. Sifa yoyote
ikiwa imetoka tu kwa shetani ni mtego. Sifa yoyote ikiwa imetoka kwa mtu ambaye hajaokoka vizuri ni mtego. Sifa nzuri ya kutoka kwa mtu ambaye hajakaa vizuri na Mungu, ya kukusababisha wewe uendelee mbele, ni kutubu na kuendelea mbele na wokovu. Na sio hongera mtumishi, nimekuelewa sana, tuko pamoja sana. Hiyo ni mitego ya shetani ili upande mabega uanguke mbeleni. Ndizo sifa zinazofaa. Dada wewe ni mzuri. Dada napenda sana kisa unakuaga. Na wewe unajikuta kwamba umesifiwa sana si kidogo. Alisema mimi ni mzuri, hadi mwendo unabadilisha. Mpendwa, kijana kwa kumuweza binti yoyote anatumia system kama hizo. Wewe ni mzuri, umependeza dada, hongera kwa huduma, nitapenda tuzungumzie huduma, yani inakuwa ni sababu nyingi sana, lakini lengo lake ameona kuna kitu ndani yako kinatakiwa kiondoke. Kwa hiyo uzuri wowote unaotokana na pepo ndio unamfanya mtu anawili, unamfanya mtu aonekane vizuri, watu wanamsifia, jamii inamsifia, lakini nyuma yake kuna uovu. Ndio maana uliwahi kuona wapi Misi wa duniani akatoka ni Mkristo ambaye ameokoka vizuri? Lakini je, hakuna Wakristo ambao wameokoka na wamestawi vizuri ambao wana sifa ya kuwa wamisi? Lakini ukuje kuangalia wanaotokea wamisi ni wale waovu. Kwa nini? Kuna muonekano ambao si wa kawaida unakaa ndani yao. Bwana asifiwe sana. Pita uangalie mabinti ambao wanaitwa kwamba ni warembo duniani. Angalia skendo zao, wakute jinsi wanavyoishi. Ni muonekano ambao unasababishwa na pepo za kuzimu. Lengo ni nini? Kuangusha watu tu. Kuangusha watu, hakuna kingine. Kwa hiyo, kwa nia ambao mnajiita warembo na wazuri, vijana mahensam, si vibaya kuwa handsome, lakini angalia uhensamuo unakupeleka wapi. Kwa sababu walio wengi wanaanguka baada ya kusifiwa, basi wanajikuta hadi mwendo wamebadilisha. Mtu fulani akasema, ukitaka kuona mbio ya nyani kamtupie ndizi. Hiyo ni title ambayo nitakuja nitoe kwa ajili ya viongozi wa Afrika, kwamba ukitaka kuona namna nyani anavyokimbia, mtupie ndizi. Ukitaka kuona Muafrika akufanyie ukichaa zaidi, wewe mpe sifa tu, utaona. Msifie tu, utamnasa mapema. Na ndicho kinachotokea leo kwenye huduma zetu. Kabla ya anguko zetu, kuna sifa kwanza inatangulia. Ndio maana niliwahi kusema kuna watu wengi ambao wanaangukia katika sifa. Kuna mabinti wengi ambao wanakwenda kupokea ujauzito. Kwa nini? Kwa sababu wamesifiwa na vijana kwamba wao ni wazuri. Kuna vijana wengi ambao wana mabinti wengi mitaani. Kwa nini? Baada ya kusifiwa kwamba wao ni wazuri, wameamua kujiachia, lakini kumbe ni tanzi tu ya shetani. Ndio maana Paulo akawaandikia Waefeso kwenye ile Efeso 6:10 akasema ya kwamba hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana, ili muweze kuzitambua ila za shetani. Uweze ukayaelewa haya yote bila kuwa na maombi mengi. Kwa sababu kwa shetani kuiweza dunia, anatumia systems ama njia. Aji tu kiurahisi ajitokeze tu. Anatanguliza sifa. Maana anajua binadamu yeyote ukimsifia, basi. Ndio maana wanafunzi wa Yesu wanamjia Yesu kwamba mwalimu, sisi leo tulitembea, pepo walitoka, tuliponya wagonjwa. Yesu anawaangalia, anasema ninyi msifurahi kwa sababu pepo wanawatii, msifurahi kwa sababu watu wanawaheshimu, msifurahi kwa sababu watu wamewasifu, lakini furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa. Kwa hiyo sifa yoyote mimi sijakataa, ila mimi kama mimi napataga message nyingi na walio wengi ni mashahidi. Ukiniandikia message ya hatari, mara nyingi sana uoga napitia kwanza kwa profile, naenda kuangalia ni mtu wa namna gani. Nikisikia vitiki, ndio maana message zingine uoga si reply, kwa sababu ninahofia baadhi ya vitu. Unakuta mtumishi, wewe ni mzuri, mtumishi napendezwa huduma yako, lakini inakuwa kumbe ni system ama mitego ya shetani. Kuna binti fulani, si mmoja tu, wengi, ila huu natoa tu kama ushuhuda mmoja. Kila siku mtumishi ongera kwa huduma, mtumishi ongera kwa huduma. Siku kadhaa zilizoendelea, mtumishi ningetaka sema wewe yale. Kwa hiyo ninataka niwaambie watu wa Mungu ambao mnafanya huduma,
ama ambao mjafanya huduma, ama mabinti ambao mliopo mitaani ambao mnajiita kwamba ninyi ni wazuri, beautiful sisters and handsome guys, nataka niwaambie ya kwamba uzuri wowote ambao unasukumizwa na kiburi nyuma yake ama na dhambi yoyote ndani yake, shetani amekutawala sana, si kidogo sana, si kidogo, na utatakiwa ufanye deliverance. Ndio maana mimi nitakupa mfano engo zote mbili. Enzi za nyuma nilikuwa mmoja kati ya vijana ambao walikuwa na muonekano mzuri sana, si kidogo, ila kwa wapagani. Ndio maana nimesema nitajieleza engo zote mbili. Ila siku hizi baada tu ya kuokoka nimeamua kubadilisha system na kila kitu. Asia ule muonekano ambao shetani alikuwa kitia ndani yangu ukaondoka. Mimi nilikuwa na uwezo wa kuwa na mabinti zaidi ya 20. Zaidi ya 20, na wote nawapelekesha sana, si kidogo. Sana, si kidogo. Lakini yoyote ilikuwa ni system, ni mbinu tu za shetani. Alivyonikunja mahali sikuweza kujifungua kiurahisi. Kilichotokea ni kibada ya wokovu. Badilisha style, kila kitu. Pita mahali, mtumishi ase umebadilika, umeharibika sana, si kidogo. Wewe kuangalia sema okay. Basi, lakini ni kwa sababu ule muonekano ama ile sura ambao shetani alikuwa akiweka ndani yangu ili nionekane mimi ni handsome, iliondoka. Na nikabaki mwanadamu wa nini? Wa kawaida kabisa. Kwa hiyo unapokuwa duniani umesifiwa sana, ule binti ni mzuri, ule binti ni mzuri, lakini kama tu uzuri wowote unatokana na dhambi, jichunguze. Bwana asifiwe sana. Jichunguze. Jichunguze. Ninajua wengi ambao wanajiita kwamba ni wazuri. Leo hii uzuri huo inakuwa ni matokeo wa kupaka vya kupaka, inakuwa ni matokeo ya kuvaa nusu uchi. Sasa niambie, kwa hadi wewe kuitwa mzuri, hadi ukavalie watu nusu uchi, jibu nakataa. Yaani kuna spirit iko nyuma. Uzuri sio sababu ya kukufanya kwamba ukavalie watu nusu uchi kanisani ama mitahani. Huo uzuri huo yani unaulazimisha. Na si kwamba unaulazimisha, kuna pepo inakuonesha image fulani kwamba hapana, wewe kwa hivi jinsi ulivyo hautakiwi kuwa hapa. Unatakiwa ubadilishe hata hiki. Unatakiwa ubadilishe hata hiki. Unakuta mtu kwa eti hadi yeye kuonekana mzuri, hadi akaachage kifua wazi ndio ataonekana ni mzuri. Najiuliza, watu wa Mungu, hivi huyu shetani ambao anatembea hadharani hatujamuona bado? Nimekwambia bora uwe ni binadamu wa kawaida sana kuliko kuwa na uzuri ambao unasababishwa na pepo. Kwa sababu uzuri unaosababishwa na pepo utakufanya usifike sana, lakini pia utakufanya uwe mtenda dhambi sana. Nataka kila mtu atathmini, yani sifa yake ilivyo mtaani. Kila mtu atathmini tu sifa yake ilivyo mtaani. Na zaidi ya yote kuna uzuri wa tatu, ambao huu ni uzuri wa kimungu, yani uzuri unaotokana na Mungu. Na hii inakuwa inatokea mara nyingi baada ya mtu kuokoka. Unasikia unaambiwa, mtumishi ase umebadilika, yani umeanza sasa kupendeza sasa. Ndio maana hata ukuwe ni mzuri kiasi gani wa dunia, hata ukuwe uliwahi kutoka misi wa dunia, unapomaanisha tu kuokoka, lazima kuna watu watakwambia sasa hivi ndio umeanza sasa kupendeza. Sasa jiulize, ule uzuri wa zamani ulikuwa unatokana na nini? Na uzuri wowote unaotokana na Mungu una matokeo haya kwenye maisha. Moja, utakuwa ni watofauti sana na wa dunia, katika kuvaa, katika kutenda na katika mwenendo. Ndio maana ukuta kwamba kuna mabinti wengine hawajavaa makorokoro, hawajavaa upuuzi, lakini ukimkuta tu binti amekaa nyumbani kwao, unasema huyu ananifaa huyu. Huyu ananifaa huyu. Jiulize, Mariamu mamake na Yesu alivaa ukorokoro gani? Lakini uzuri uliotokana na Mungu ulifanya malaika Gabrieli akamtokee na akapata neema mbele za Mungu. Ndio maana kuna mabinti wengine wazuri tu, wanajisitiri, wanakaa nyumbani kwao, wana Mungu, wana muonekano ambao unawavutia watu, lakini sio muonekano wa kuzoeleka.
binti yoyote Mkristo ama mvulana yoyote Mkristo mwenye muonekano mzuri azoeleke kiurahisi. Bwana asifiwe sana. Angalia Esther. Esther anaingia kwenye jengo la kifalme. Anaenda pale mbele ya mfalme. Mara ya kwanza alipokwenda alirudia baada ya kufeli kuingia. Mara ya pili alipokwenda akakumbuka kuna shida kwenye maombi mengi, ikambidi afunge. Alipofunga akaenda kwa mfalme. Mfalme akamnyoshia fimbo kwamba pita. Alipopita, attention ya mfalme ilikuwa kwamba amfanye Esther kuwa mke. Kumbe Esther alikuwa na lengo la ukombozi. Nataka nikwambie kwamba binti yoyote wa Kikristo unakuwa na muonekano wa tofauti sana ya malengo ya walimwengu. Wanaweza wakakupenda, lakini baada ya kuona nia iliyo ndani yako watakuogopa. Mfalme alimuogopa binti Esther. Kwa nini? Kwa sababu ya ule muonekano wa kihungu uliokuwa ndani yake. Binti yoyote wa Kikristo ambao unajiita kwamba unaokoka na una muonekano mzuri, kama unazoeleka na upagani, nataka nikwambie bado upo kwenye kipengele cha uzuri wa mapepo. Kuja nikuoneshe watu ambao walipendeza kwa ajili ya Mungu. Watu ambao walipendeza kwa ajili ya Mungu. Danieli sura yake ya kwanza mstari wa 11 hadi 15. Msome Danieli sura yake ya kwanza Danieli 1:11 hadi 15. Tunasema kwamba, ninasoma kwa jina la Yesu. Ndipo Danieli akamwambia yule msimamizi ambaye mkuu wa matoashi amemweka juu ya Danieli na Anania na Mishaeli na Azaria, tafadhali utujaribu sisi watumishi wako muda wa siku 10, na watupe mtama tule na maji tunywe, kisha nyuso zetu zitazamwe mbele yako na nyuso za wale vijana wanaokula chakula cha mfalme. Utatutendea sisi watumishi wako kadiri ya utakavyoona. Basi akawasikiliza katika jambo hilo, akawajaribu siku 10. Hata mwisho wa zile siku 10, nyuso zao zilikuwa nzuri zaidi na miili yao ilikuwa imenenepa zaidi kuliko wale vijana waliokula chakula cha mfalme. Bwana asifiwe sana. Hawa walikuwa ni vijana wa shoka, vijana wa Mungu, vijana wa kazi, ambao mfalme aliweza kutaka vijana kadhaa ambao watakaofanya kazi naye. Lakini akaleta chakula, akasema basi kawapeni watu wote chakula hiki. Wale ili mradi yani waonekane na nyuso fulani za uzuri. Lakini kuna vijana waliosimama wakasema, hapana, sisi hiki chakula hatuli hiki. Hebu tupe sisi mtama na utupe maji, alafu tujaribu kwa siku 10. Bwana sasa sana. Nataka nikwambie, kwa mtu wa Mungu kuonekana ana uzuri, au hitaji kutumia kolokolo zote za dunia hizi. Uzuri unabaki natural ndani yako, ambao unatokana na uwepo wa Mungu. Danieli, Mishaeli walipoona ya kwamba hapa, wakaenda mbele za Bwana. Wenyewe huku system yao ilikuwa ni maombi tu. Maombi, wanakula kile kidogo. Siku 10 zilipofika, walipotoka nje, wakaonekana ni watofauti sana. Nyuso zao zina meremeta. Uzuri unakuwa ni mwingi kiasi. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wana Mungu. Na ikawa sababu ya wao kupewa cheo. Nataka nikueleze, usihangaike Mkristo, yani usihangaike na kutafuta utaonekanaje mzuri. Ipo njia rahisi sana ya wewe kuwa mzuri. Lakini usitegemei kila mtu akuseme kwamba wewe ni mzuri. Hapana. Ninachozungumza hapa ni kimtokacho mtu ndicho kimjazacho. Ninapozungumza hapa ni kile kilicho ndani yako ndicho tutakachokiona nje. Akina Danieli, kwa maana walikuwa na Mungu ndani yao, ili wafanye uzuri ule wa Mungu
uonekane hadi kwenye nyuso zao. Ukiwa vizuri na Mungu, ukitembea mbele ya wapagani na mbele ya Wakristo wenzako, watakuelewa huyu yuko pamoja na Mungu. Kwa uzuri uliokuwa nao, ndio umeumbwa wewe ni wa kawaida, ndio uliumbwa wewe kwenye level hiyo ulionayo, lakini baada ya kuwa na Mungu utakuwa si wa kawaida. Na kama umebaki kuwa wa kawaida, moja, haujawa na Mungu ama shetani. Na kama umekuwa wa kawaida ama umekuwa ni mtu ambaye si wa kawaida, lakini unaongozwa na namna fulani ya kuanguka na kusimama, ujue kuna shida mahali fulani. Sasa watu wengi hapa, ndio maana unakuja ukute watumishi wote, bana, aise nimeng'aa, aise Mungu amenibadilisha sana si kidogo, aise jamaa alifanya kuokoka amependeza sasa maraba. Siku hizi tunaokoka tunafanya tunapita mahali na majoo haya. System hizi. Unapita tu mahali unakuwa ni sababu ya kuvutia watu. Yaani unatembea mahali fulani umevaa buti, umepiga tu unatembea mahali fulani. Watu wanasema yule yuko afadhali. Yaani unajikuta una neema kubwa sana kuliko wale wanaoweka mikorokoro. Ndio maana binti yeyote ambaye ameokoka vizuri, utatembea kama Esther dadangu, unakuta umetembea tu mahali. Umetembea mahali. Wapita ambao wamevaa visuruali, wapita ambao wamevaa nusu uchi. Ninyi tembeeni tu, utakuwa na credit kubwa ya kutizamwa na kuvutia watu kuliko wapagani. Amini usiamini. Unajua nini? Watakaovutiwa na wapagani ni wapagani wenzao. Watakaovutiwa na wenye pepo ni wenye pepo wenzao. Wewe Mkristo utake kuangalia ni mtu wa namna gani anayekusifia, ni mtu wa namna gani anayekuita mrembo. Sio tu umeitwa mrembo na mpagani, asante. Sija kwambia usiwasogelei wapagani, kwa maana kutokana na wewe watasaidika. Lakini ukisogea kizembe utaumbuka. Nikusomea kitabu cha Esther hapa mahali fulani. Nikamsoma huyu Esther huyu mahali fulani hapa. Toa maelezo zaidi. Esther 5:2. Esther 5:2. Biblia inasema, Biblia inasema kwamba ikawa mfalme alipomwona Malkia Esther amesimama uwani, yeye akapata kibali machoni pake, naye mfalme akamnyoshea Esther fimbo ya dhahabu aliyokuwa nayo mkononi. Basi Esther akakaribia akaugusa ucha wale fimbo. Huyu ni Esther. Baada ya kukwama sana si kidogo, akaenda, yeye alichofanya ni kuenda mbele za Bwana. Kwa Mkristo yoyote anayetaka kuwa na muonekano mzuri mbele za watu, gia ya kwanza ya kuingia nayo ni maombi kwanza ya wewe mwenyewe. Kama Yesu aling'aa mbele ya wanafunzi, unafikiri ilikuwa ni kwa nini? Maombi. Kama Musa aling'aa mbele ya wana wa Israeli, ilikuwa ni kwa nini? Maombi. Na sio huyo, tuna wengine wengi waliweza kubadilika. Kwa nini? System ya maombi. Shida leo kama Ukristo, uzuri wa Kikristo na uzuri wa kipepo unaonekana uko pamoja, ni kwa sababu ya ukosefu wa nidhamu kwa maombi kwa baadhi ya Wakristo. Mtu wa Mungu, nataka nikueleze, acha wote wanaojiita mimi ni mzuri, mimi nimependeza, mimi ni nini, au wanasifiana wao kwa wao. Lakini kwa wewe nataka uyashike maneno haya. Uzuri wowote wa kimungu unamfanya mtu aogopeke. Mtizame kijana aliyeitwa Yusufu. Yusufu, mke wa Potifa anamjia kwamba wazini, lakini kwa sababu ya ule uzuri uliotokana na Mungu ikamfanya amfukuzie mbali mke wa Potifa. Lakini pia kuna kijana aliyeitwa Daudi. Daudi naye pia alisemwa kwamba alikuwa ni mzuri.
wakati Goliati anamsogelea anamwambia Daudi kwamba aiseka kijana kadogo kekundu tena kazuri. Uzuri ule wa Daudi ulikuwa unatokana na Mungu. Uzuri wa kimungu hauambatanishwi na korokoro zozote. Hapana, hapana. Yani unakuwa unapewa muonekano fulani wa kutoka kwa Mungu ambao utakupa credit ya kuishi vizuri pasina kuwa na dosari yoyote hapa chini ya jua. Kwa hiyo wakati ninapokwenda kumalizia, uendelee kujaribu kuyatathmini maisha yako, tathmini hatua zako. Nilikwambia muonekano wa kwanza ni wa kawaida, ambao huo ni Mungu alisema yeye mwenyewe katika Mwanzo 1:31 akasema kila alichokiumba ni chema. Nikakwambia usije ukazidharau, maana kwa jinsi ulivyo ni mapenzi ya Mungu. Lakini pia nikakwambia uzuri wa pili ama urembo wa pili unatokana na pepo wachafu, na huo unakuwa unapelekwa na dhambi nyingi sana nyuma yake. Nimekwambia uzuri ama urembo wa tatu ni urembo unaotokana na Mungu mwenyewe, na huu utakufanya uogopeke sana na watu. Mpagani yoyote hatakuingilia. Ndio maana ninakuwa na wasiwasi sana ninapoona binti wa Kikristo ama mvulana wa Kikristo anaburuzwa na wapagani, twende huku tunaenda, twende huku tunaenda, tufanye hivi tunafanya. Unajiuliza hapa, basi lakini kama watumishi wote wa Mungu walikuwa na sifa ya kuogopeka, wewe una nani sasa hadi utumikishwe? Wewe una nani sasa hadi utumikishwe? Njia pekee itakao kufanya uogopeke ni hapa. Na kwenda kumaliza. Moja, maana kwa hadi kuwa mtu ambaye una maombi ya kuogopeka, lazima utumikishe kanuni. Kanuni zenyewe ni hizi hapa. Japo ni maneno tu yanazungumzwa, lakini ukiyajaribu kwenye maisha utakuja uone uasilia wake. Yametunufaisha wengine, ndio maana tunayazungumza. Moja, maombi mengi. Maombi mengi yatakufanya uweze kuwa na upako, uwe na mafuta, uwe na muonekano wa tofauti na wengine. Mimi si kwamba najisifu, ninazungumza mahali mambo yalipo. Nafanyaga nikifika mahali, iwe kwenye sherehe yoyote, iwe kwenye harusi yoyote, iwe kwenye kanisa lolote. Mimi nikikanyaga tu ndani hivi, ninakuwa na possibility ya kutizamwa zaidi ya mtu yeyote aliyopo mahali pale. Ninakuwa wa kawaida sana, lakini nikifika mahali ambapo wapo majitu ambao hawaeleweki, ninakuwa ninatizamwa kwa picha na namna tofauti sana. Kwa hiyo maombi mengi yatakufanya uwe karibu sana na uwe na muonekano wa kimungu ambao utakuwa na uzuri zaidi. Sitamaniki na mabinti wapagani mimi. Mabinti wapagani zamani ndo walikuwa na tabia za kuniandikia mtumishi. Sasa hivi wanakuona nikimbilia mbali kule, na bado ningali na namna ya kuongeza spidi ya maombi. Jambo la pili, ibada. Ibada ni kushiriki na watu wengine. Haya maombi nimesema ni maombi ya kipekee. Wakati upo chumbani mwako, unafanya nini? Unaomba nini? Hapo ndipo utakapopata silaha za kwenda kupambana huko nje. Ndio maana Esther kabla ya kuingia kwa mfalme alijifungia siku 3 akifunga na kuomba. Kwa wewe kupata muonekano mzuri kwa watu, lazima uombe. Tofauti na hapo, muonekano huo ni wa kipepo na matokeo yake ni dhambi. Next itakuwa ni ibada. Shiriki ibada kwa watu wengi, kwa maana ya kunoana. Sikia kutoka kwa watu wengine, jifundisha kutoka kwa watu wengine waliofanikiwa. Na cha mwisho ni kazi ya mikono. Kazi. Ukitaka uwe na muonekano pia wa kuvutia, lazima ufanye kazi. Usiomba. Bwana sisi sana. Usiomba hapana. Waomba ni wapagani ama walio na muonekano wa kipepo. Maana ndo wanatumia muonekano huo kuwa sababu ya biashara. Yaani nipe hivi na kupa hivi na kulipa hivi, tunafanya hivi. Huo ndio muonekano wa ndo matokeo ya muonekano wa kipepo. Na kumbuka, watu wote walio na uzuri wa kipepo waga wanatumia miili yao kama vile biashara. Nimesema binti yoyote aliye na uzuri wa kipepo, nimesema uzuri wa nje, yani shepu, macho mazuri, ikiwa tu inasababishwa na pepo, anatumia mwili wake kuwa kama vile biashara. Sasa kazi
Mtu ambaye anataka kuwa na ule uzuri halisi wa Mungu lazima awe na kazi. Hiyo itamfanya watu waweze kuvutiwa na yeye hata kwa maisha yake. Wakimuona hata kagari anakotembelea, wanasema huu uzuri huu upo kwenye mwili hadi ndani. Wanasema hapa yupo Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo maombi, ibada, kazi itakufanya uwe na muonekano mzuri sana. Achana nao wengine wapagani ambao wanajifanya Wakristo.